Naitwa Teresia Masoi, nafanya kazi na shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO. Niko katika mradi wa pamoja wa Kigoma na leo hii niko hapa katika kijiji cha Rusoko ambacho katika wilaya ya Kibondo. Jukumu letu kubwa la leo ni kugawa majiko. Kwa nini hasa tunagawa majiko? Sisi kama FAO ni shirika ambalo linajumuisha masuala ambayo yanahusiana kilimo, misitu ikiwemo na mazingira, lakini pamoja na kuhakikisha kabisa kwamba kilimo kinakuwa ni endelevu. Inakuwaje endelevu? Kilimo kinakuwa endelevu endapo pale tunazingatia uhifadhi wa mazingira. Katika mradi wa kukijanisha eneo husika, hasa eneo hili ambalo liko karibu na kambi ya wakimbizi ambayo ni Nduta, eneo hili lilifanywa tathmini katika mradi wa kukijanisha, ikaonekana kwamba kuna athari kubwa ambayo imesababishwa na shughuli hasa za binadamu, ikiwemo ukataji miti kwa ajili ya kuni, lakini pia ukataji miti kwa ajili ya mkaa, lakini pia ukataji miti kwa ajili ya majengo. Baada ya tathmini hiyo ikaonekana kuna haja ya kutoa msaada katika maeneo haya ili kupunguza athari ambazo zinaletwa na binadamu zinazosababisha uharibifu wa mazingira. Ndio kwa hilo basi ikaonekana kuna haja ya kugawa majiko. Haya ni majiko banifu. Kwa nini majiko banifu? Majiko haya yanatumia mkaa mbadala. Mkaa mbadala ni mkaa ambao unatengenezwa kutokana na mabaki ya mbao pale ambapo wanaranda mbao, lakini pia tunatumia mabaki ya mpunga pale unapokoboa mpunga na mabaki ya shambani. Kwa lugha ya kijana tunaita briquettes. Mkaa huu mbadala unatumika katika majiko haya ambao tumewagawia wananchi wa kijiji hiki cha Rusoko, ambao unachangia katika kupunguza athari zile za kutumia mkaa wa kawaida ambao unatokana na miti. Jina kwangu, mimi kwa jina ninaitwa Eric Kichari Kikwaba. Ongeza sauti. Mimi kwa jina naitwa Eric Kichari Kikwaba. Ni mwenyekiti wa serikali ya kijiji hiki cha Kumwasha, kata ya Mlongo, ndani ya wilaya yetu ya Kibondo. Katika swali ambalo umeniuliza linalohusiana hasa na utunzaji wa mazingira, ni kweli ni swala moja zuri na ambalo hilo kwa sasa ndani ya nchi yetu ya Tanzania tunafundishwa na kuliona kwamba tayari imeshakuwa ni swala mtambuka, ambapo kwa kijiji chetu ni kijiji ambacho tayari kipo ndani ya mpango wa matumizi bora ya ardhi, ambapo tayari tulishatenga maeneo ya misitu, maeneo ya makazi, maeneo ya madini. Na katika maeneo ya misitu tengefu iliyotengwa na kijiji. Baada jina? Mimi kwa majina naitwa Marita Adriano Kahenga. Mimi kwa kweli kwanza tunashukuru serikali kutuwezesha kutupa majiko kama haya. Maana tulikuwa na changamoto kwenye majiko haya. Tulikuwa tunatumia yale majiko ya zamani. Kwanza sasa hivi mkaa hatuna. Miti imeisha. Lakini ninavyoona haya majiko yanaweza kutusaidia tukawa tunaweka mkaa mdogo mdogo na tukafanikisha shughuli zetu za upishi. Kwa kweli ambazo naweza nikazungumzia, kwanza tunawashukuru wenyewe kama wanafaa kwa kukaa na kutufikiria kutupa haya majiko. Pia tunaweza kusaidia kwa ajili ya matumizi ya mkaa. Maana kama mkaa sasa hivi unasumbua. Kwa vile inatuonyesha jinsi ya kutumia huo mkaa kutengeneza kwenye takataka. Itatusaidia sana. Kwa sababu kama sasa hivi kukata miti ovyo wametukatalia. Kwa kadri mtakavyoelekezwa, si ndio au kwa kadri mnafanyaje ninavyotakikana. Mkifanya vizuri nyie ndio utapelekea wadau hawa kuongeza wigo mpana mwingine zaidi. Tumeelewana Tumeelewana Lakini pia tunaamini kwamba safari ni awamu ya kwanza kama sikosei, au inaweza kawa endelevu. Rusoko tuko wengi, lakini tumepata nini? Wachache. Tuwe mabalozi wazuri. Kuna maeneo mengine yalitokea wadau wakapata watu wachache. Hapa ni mengi 48. Kuna sehemu ilipita ilikuwa na wadau wengine walitoa majiko 8 kwenye kila kijiji. Yakaleta maneno. Sasa waliopewa wakaanza kuwaringishia wenzao, wavonye, jenda ronse, wavonye. Sasa tumeona kina mama, sio mtu kwenda kuringishia, wengine wanakabeba kajiko anaenda kwenye kayoga. Anaenda nako. Yaani hata hakatumii. Yeye anakabeba tu kuringishia wengine. Muache. Tunaelewana jamani? Hili jiko sio la maonyesho. Natakiwa lifanye nini? Lifanye kazi. Iko na wengine naweza mkapewa hapa mkaenda kuuza ili upate hela ya kayoga. Sasa tutaenda sio tulamenya chane. Tunafahamu. Kwa hiyo nyinyi ndio mabalozi wazuri. Sawa sawa Mwe balozi wazuri ili tuendelee kuwatia moyo ndugu zetu hao wadau ambao wameona ni vema